Napenda vile vile kutoa shukrani kwa wadau wote ambao wamefanikisha shughuli hii hapa na ambao wamejenga mazingira ya kuanza kizimba, tunasema kizimba cha kwanza wilaya Mvomero, familia ya Komanya. Asanteni sana kwa kutuwezesha tuanze, kwa sababu haya maneno mazuri yote ambayo tumeyazungumza yatabaki ndoto mpaka tutakapokuwa na kizimba cha kwanza kifanye vizuri, alafu wengine wataiga na itaenea nchi nzima. Ubunifu huu ambao mmeuelezea hapa ni ubunifu muhimu sana katika azma yetu ya kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo. Kilimo wanapenda kusema kina kauli mbiu nyingi sana. Kilimo ni uti wa mgongo, kilimo cha kufa na kupona, siasa ni kilimo, ziko nyingi sana. Lakini bado pamoja na hatua ambazo tumezipiga hapa na pale kama kujitosheleza kabisa kwa chakula na kuanza kuona wakulima wana modernize kilimo chao, lakini bado tuna changamoto kubwa sana kwenye kilimo, na hii changamoto ni structural. Natajaribu kuieleza kidogo kiuchumi. Wote mnafahamu kwamba kilimo sasa hivi kinachangia chini ya 1/3 ya pato la taifa. Nadhani sasa hivi takwimu, kilimo kinachangia 28%. Na tukisema kilimo tunazungumzia kilimo kwa mapana yake. Ukienda kilimo kwa maana ya mazao tu, mchango wake ni mdogo zaidi katika pato la taifa. Lakini kilimo ndio kinaajiri nguvu kazi nyingi zaidi hapa nchini kuliko sekta nyingine yoyote. Takriban 2/3 na zaidi kidogo ya nguvu kazi hapa nchini inajishughulisha na kilimo. Maana yake nini? Kuna tafsiri mbili kubwa na muhimu sana ambazo lazima tuzifikirie sana tunapotaka kuleta mageuzi ya kilimo. Ya kwanza, inaashiria kwamba tija kwenye kilimo ni ndogo sana. Kwa sababu gani? Unaposema pato la taifa, unazungumzia thamani ya mambo yote yaliyozalishwa ndani ya nchi. Inavyokuwa zaidi ya 2/3 ya nguvu kazi imezalisha tu 1/3, tena chini ya 1/3 ya thamani ya uzalishaji nchini. Ina maana mtu mmoja mmoja aliyo kwenye sekta ya kilimo anazalisha kidogo sana. Ina maana mchango wa sekta ya kilimo unakuwa ni mdogo sana, kwa sababu watu ni wengi walioko kule, lakini mchango ni mdogo sana. Na ukweli hii unaweza kuitafsiri kwa kuangalia zao moja moja, kwamba tija iko chini sana, productivity very low. Chukua zao la michikichi. Sasa hivi tunazungumza kujitegemea kwenye mafuta ya kula. Ukiangalia zao la michikichi, ambao nasikia kwamba huenda michikichi yote iliyoko Malaysia, Indonesia, wapi asili yake huenda ikawa imetoka hapa kwetu Kigoma. Sisi tunapolima hekta moja ya mchikichi, tunafanikiwa kupata mafuta ya mawese tani 0.6 kwa hekta moja. Wenzetu wanapolima hekta moja ya mchikichi wanapata tani 10. Kwa hiyo mtu mmoja anaweza kuzalisha sana kwa sababu ya tija ambayo iko juu sana. Sisi tija iko chini, maana hata tukiweka ukuta wa kodi ya mafuta kuingia nchini, inawezekana ikawa bado wafanyabiashara wakaona ni rahisi zaidi kununua mafuta yaliyokamilika, wakalipa hiyo kodi na kuuza nchini kuliko kutegemea mafuta yetu ya mawese, kwa sababu ya tija. Na sio michikichi tu, kwa sababu hii inaonekana kirahisi sana. Ukiangalia ngano, Mheshimiwa Daniel Limo ulikuwa unazungumza kwamba kuna wakati tulikuwa tunazalisha tani 100,000 za ngano, lakini inaonyesha Tanzania bado tuna uwezo wa kuzalisha ngano zaidi. Tunaweza kaenda tani 300,000, 400,000, 500,000, 600 kwenda juu. Katika Afrika hatuko hata katika nchi 10 zinazozalisha ngano zaidi. Tunashindwa na Misri, sehemu kubwa ni jangwa, na Tunisia, tunashindwa na Morocco, tunashindwa na Sudan, tunashindwa na Ethiopia, tunashindwa na Zambia,
tunashindwa na Afrika Kusini, tunashindwa na wote hapa. Lakini wataalamu wanakuambia kwa udongo na hali ya hewa tulionayo tungeweza kuzalisha ngano kwa sehemu kubwa na pengine huenda tukajitosheleza. Sasa ukiangalia tija kwenye ngano, sisi kwenye hekta moja tunapata 0.7 na tukifanya vizuri sana tani 1.5. Tani 0.7 mpaka tani 1.5 kwa hekta. Wenzetu huko Canada, Ukraine na sehemu nyingine wanapata tani 5.5. Kwa hiyo tija kwa kweli iko chini sana. Kwa hiyo tunaposema kilimo kinachangia kama theluthi moja, chini ya theluthi moja ya pato la taifa, madhali wanaoajiriwa kwenye kilimo ni zaidi ya theluthi mbili. Maana tunasema tija ni ndogo sana, kwa tuna kazi kubwa sana ya kuongeza tija kwenye kilimo. Na ufunguo wa mageuzi ya kilimo yako kwenye tija. Na tutazungumzia kidogo na kuonyesha kwa nini ubunifu wa kizimba na block farming na kadhalika unaweza ukatuwezesha kuongeza kasi ya kuongeza tija kwenye kilimo. Nilisema ukiangalia mchango wa kilimo kwenye pato la taifa unaona tija ni ndogo, lakini nisema hapo mambo mawili. La pili, ukweli kwamba nguvu kazi, theluthi mbili ya nguvu kazi hapa nchini, zaidi ya theluthi mbili iko kwenye kilimo, lakini inachangia chini ya theluthi moja ya pato la taifa. Maana yake ni kwamba umaskini kwenye kilimo ni vigumu sana kuondoa. Pato la taifa fikiria kama keki. Kama keki. Maana unapozalisha unakipata wewe. Yule anayechangia kwenye pato la taifa anauza, anapata zile fedha yeye anazitumia. Kwa hiyo ukisema kwamba theluthi mbili, zaidi ya theluthi mbili wanachangia theluthi moja tu ya pato la taifa, unasema kwamba wananchi wetu, theluthi mbili ya wananchi wetu wanapata theluthi moja tu ya pato la taifa. Ile keki inapowekwa mezani, alafu wananchi wote sasa mnagawana, wachukue wote, alafu chukua asilimia karibu 70 ya watu wote, waweke upande mmoja, unawakatia theluthi moja ya keki, unawaambia hii ni ya kwenu. Theluthi mbili zinaenda sehemu nyingine. Ndio kweli mwingine huo wa structure ya uchumi wetu. Kwa vyovyote vile huwezi kuondoa maskini katika mazingira haya. Na si ajabu basi ukitizama vijijini, maeneo mengi, wakati mwingine hasa maeneo ambayo kidogo yana changamoto ya hali ya hewa na mvua, utaona hali ya maisha mwenyewe kwa macho. Tutaangalia aina ya nyumba tunazoishi, mazingira watu wanayoishi, yanaakisi ukweli halisi ambao takwimu hizi za pato la taifa na mgawanyo wa nguvu kazi unaonyesha. Kwa hayo mambo mawili, moja, kwa sababu lazima tupambane na umaskini, na maana ya kupambana na umaskini hapa ni kuongeza tija. Sasa tunafanyaje? Tunahitaji mageuzi makubwa sana kwenye kilimo, na nimesema ufunguo wa mageuzi hayo ni tija. Sasa kuna kauli moja nikisema watu wanadhani ina utata mkubwa, kwamba tunataka tuende kwenye kilimo ambacho bei ya mazao inashuka, mapato ya mkulima yanaongezeka. Tunataka kwenda kwenye kilimo ambacho bei ya mazao inashuka, inaweza ikashuka, lakini mapato ya mkulima yanaongezeka. Na njia pekee ya kwenda huko ni kuongeza tija. Kwamba mkulima kwa hekta moja anazalisha kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba hata kama bei inashuka, lakini kipato chake kinaongezeka. Kwa nini hili ni muhimu sana? Moja, litatusaidia sana kwenye uchumi wa viwanda. Mshahara wa wafanyakazi anayefanya kazi viwandani, kwa vyote vile, kipimo chake halisi ni gharama ya chakula. Ukiangalia National Household Budget Survey, kwa wastani watu wetu wanatumia zaidi ya 40% ya kipato chao kwenye chakula, na wale ambao ni maskini zaidi wanatumia 50% na zaidi. Kwa hiyo unamhitaji bei ya chakula, bei ya maharage, bei ya mahindi, bei ya mchele iende chini sana, kiasi kwamba mshahara ule unaomlipa yule mfanyakazi umtosheleze kula, atosheke, apate mahitaji mengine. Kwa hiyo mwenye kiwanda aweze kumwajiri
kwa gharama ile ile. Kwa sababu kama bei ya chakula itapanda na mshahara wake haujapanda, utajifanya unamlipa mshahara na yeye atajifanya anafanya kazi. Kwa matokeo yake utasema wananchi ni wavivu, lakini ukweli ni kwamba mshahara wenyewe haumtoshi kujikimu. Anafanya kazi wakati anatafuta maeneo mengine. Na namna pekee ya kufanya vile ni kuongeza tija kwenye kilimo. Ndivyo ilifanyika kama China. Ukiangalia takwimu, Industrial Revolution, kwa sababu wenyewe walikuwa na modernization 4. Agricultural modernization, industrial modernization, defense modernization, research and technology modernization. Lakini agriculture na industrialization viliungana kwa sababu gharama ya kuindustrialize kwa kweli inakuwa determined sana na tija katika kilimo. Malighafi inayotoka kwenye kilimo inapokuwa ghali sana, utashangaa watu wako radhi kuagiza malighafi kutoka nje kuliko kununua kwenye kilimo chetu. Na hii unaiona katika mafuta ya kula. Kwa watu wako radhi kununua crude oil kutoka nje, kutoka Malaysia, kutoka Indonesia, kuja kuprocess hapa, kumaliza na kuuza. Wakati hapa uwezo wa kulima alizeti, uwezo wa kulima michikichi, kulima pamba, kulima karanga tunao, lakini tija ni ndogo sana. Kwa hiyo swala la kuongeza tija si tu kwamba tutapunguza gharama ya industrialization kupitia kwenye mishahara, yani real wage. Kwa kupunguza bei gharama za chakula, hata kama mshahara unabaki pale pale, lakini utamtosheleza yeye kula na kushiba na familia yake na kubakisha. Na hivyo anaanzisha kiwanda ataona kwamba industrialization isn't that expensive kwenye nchi yetu. Lakini pia raw material zitakuwa affordable. Na badala ya kwenda kuchukua crude oil kuja kuprocess hapa kutengeneza mafuta, tukatumia vyanzo vyetu vya karanga zetu, za pamba yetu, michikichi yetu, alizeti yetu, ufuta na kadhalika. Lakini si hivyo tu. Tunahitaji tija kwenye kilimo ili kuwa na ushindani duniani. Ukichukua mahindi kutoka Songwe kwenda Lubumbashi kwenda kuuza, na hapo ni karibu, huwezi kushindana na anayechukua mahindi kutoka Afrika Kusini kuleta pale Lubumbashi. Kwa sababu ya kwake tija ni kubwa, anaweza akashindana wewe kwa kushusha bei. Na kama sisi tunataka kweli kutawala soko hili la eneo hili, na Afrika sasa hivi tunafungua soko moja, lazima tija iongezeke katika mazao yetu ili tuweze kuuza huko nje na kupata kile tunachohitaji. Kwa hakika tunahitaji sana kuongeza tija. Na namna ya kuongeza tija maeneo mengi. Moja kwenye research, kupata mbegu nzuri na better agronomy. Na tutawekeza katika bajeti yetu kuhakikisha kwamba kweli tunakwenda kwenye mbegu. Mtu wa Pixel ambaye anafanya vizuri sana kiwanda nikitembelea pale, anazungumzia kuhusu mbegu. Na ni kweli tuna mbegu sasa ya alizeti inaitwa Record. Wanaambia sasa hivi oil content yake ni nzuri, karibu 40%. Tutakwenda, lakini anayetumia akisema lazima tumsikilize. Na ni mbegu sehemu zote, kwa sababu bila mbegu nzuri huwezi kuzalisha vizuri. Tunahitaji matumizi bora ya pembejeo na teknolojia, ikiwa ni pamoja na umwagiliaji. Haya mbegu, agronomy, pembejeo, teknolojia yanahitaji sana huduma za ugani. Na namna ya kuwafikia watu, tunahitaji mfumo kama huu wa Kizimba ambao tumeuzindua leo. Kuharakisha namna ya kwenda haraka kuwafikia wakulima na kuleta transformation ambayo itaanza kusambaa kwa watu wengine, wataiangalia na kuchukua kama mfano. Na ndio maana kwa kweli leo nilisema piga ua, nitakuja na nitasikiliza, nijifunze, tusaidiane, tutumie mkakati huu ambao utatusaidia kuongeza tija. Kwa sababu kama nilivyosema, ufunguo wa mageuzi ya kilimo kwetu ni tija. Kuongeza tija. Hasa tija kwa Kiswahili, Kiingereza chake ni productivity. Lakini vile vile inaweza ikawa yield. Yield unapata kiasi gani kwa hekta. Productivity unapata kiasi gani kwa juhudi unazotumia. Juhudi ni pamoja na eneo na nguvu kazi unayoweka pale na pembejeo na kila kitu. Sijui kama Kiswahili kinaweza kutofautisha yield na productivity. Kwa sisi tunataka tuende huko. Nimeona changamoto hizi tunazozipata sehemu nyingine. Na ndio maana hiyo ya Kizimba ningefurahi ianze mapema, tuiangalie, tujifunze, tuangalie sehemu gani ya kurekebisha, tusonge mbele. Juzi hapa nilikuwa John. Nimeenda kutembelea kiwanda cha chai cha Unilever. Kile kiwanda kizuri, tengeneza chai nzuri, inauzwa, napelekwa kule. Alafu kule kuna kampuni inaitwa Noski.
Njombe Outgrower Services Company, ambayo inafanya kazi, wale wanachama wote ni wanaoshiriki. Wana mashamba block farming. Tulikuwa na Kirenga. Niliuliza maswali kweli kujifunza, kwa sababu tunataka kujifunza tujue tunasonga vipi mbele. Sasa wana mashamba na wana maeneo ya kuongeza kilimo. Ya, tatizo sio eneo. Lakini kile kiwanda, wakati namwambia mwenye kiwanda, bwana, kule Kilolo nako anahitaji kiwanda, Lushoto wekeza, anasema hiki hapa chenyewe kinanipa kazi. Kwa nini? Tunapata majani ya chai ya kuweza kuoperate 22% tu ya uwezo wa kiwanda ya kuprocess chai, ya kuchakata chai. Capacity utilization 22%. Asema tunarani on loss. Sababu of course ni nyingi. Moja wapo miundombinu. Lakini jingine tija. Tumekaa pale tunaongea na wataalamu. Unaona block farming, wanakuambia hapa tungeweza, sasa hivi tunapata, tukifanya vizuri sana tunapata tani 1.5 ya majani ya chai kwa hekta. Lakini tukimwagilia tutapata tani 6 kwa hekta. Umwagiliaji umefanyika kaeneo kadogo sana. Nadhani halmashauri ilitoa hela. Halmashauri ilitoa nadhani milioni 20. Shamba lote ukiliangalia miundombinu ya umwagiliaji shida. Na eneo jingine kwa nini muotesha, nasema nguvu kazi, vijana wapendi sana kwenye kilimo cha chai. Mimi siwacheki kwa sababu lazima tujiulize kwa nini wataki kufanya vile. Hasa ile kazi ni ngumu, unainama, unachuma na nini, wanatafuta kazi nyingine. Kweli. Lakini kuna teknolojia ya kuvuna chai sasa hivi. Na tunakuta wengi kina mama. Tumeenda kutazama teknolojia ya kuvuna chai. Wanasema sisi tungepata teknolojia nzuri ya kuvuna chai, tungesonga mbele zaidi. Na pengine tungeongeza mashamba. Kwa hiyo kiwanda kinaweza kafungwa pale. Sisi tunahitaji kile kiwanda. Kimeajiri watu wengi. Kinaweza kafungwa kwa sababu hamna tija kwenye kilimo. Yale ndio kwa nasema. Sasa wale nimeona walivyojipanga ni rahisi sana kufanya nao kazi. Kama ambavyo nadhani kwenye Kizimba tunaweza kufanya kazi na mbadilishane uzoefu. Moja, nimesema na narudia tena kwa sababu hapa nadhani nasikika vizuri. Ukiangalia ile Noski, soko lipo. Mtu akununua majani ya chai yupo na analipa on time na analipa vizuri kuliko viwanda vingine vyote katika ukanda ule. Yupo. Anapata na malighafi inayotosha kuendesha 22% tu ya uwezo wa kiwanda chake. Wananchi wanahitaji fedha kabisa, hata ukiangalia wanahitaji kunyanyua hali zao za maisha. Kwa hiyo wakiongeza tija pale, wana uhakika wa kuuza na kuzalisha. Kinachokosekana pale mtaji. Sasa nauliza, mabenki vipi? Mshaongea na mabenki? Kweli benki inakuta watu ambao wana soko wamejipanga kama block farming. Swala kutoa huduma ya ugani ni rahisi sana kwa sababu wote wamejikusanya mahali pamoja. Lakini hakuna aliye step forward kutoa mkopo huo ili kuhakikisha kwamba yale mablock yote yanapata umwagiliaji. Kwa sababu usipomwagilia chai ile unaanza kuvuna nadhani kuanzia mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 5. Baada ya hapo kuvuna shida. Ukimwagilia unaendelea kuchuma chai mwaka mzima na kiwanda kitabaki pale. Nimezungumza na nitazungumza tena na baadhi ya mabenki wako hapa na waalika, nendeni mkaangalie kinachoendelea pale Njombe. Kuna fursa ya mabenki kutengeneza fedha vile vile. Kwa sababu pata mradi wa mtu wa kilimo ambaye soko na uhakika shida. Na pale hudili na mtu mmoja mmoja, washajikusanya. Ni aina fulani ya Kizimba. Washajikusanya. Kwa hiyo unadili na organization ya wakulima wote. Natoa wito kwa mabenki na tutaongea nao mmoja mmoja kwenda kuwasaidia wale Noski kuhakikisha kwamba tunaongeza tija, na tumekubaliana kutafuta namna ya kuongeza nguvu kazi maeneo yote ambayo wanaweza kulima chai na wanataka kulima chai, walime chai kiwanda kisifungwe, ya kupata maembe ya kutosha kwa ajili ya kutengenezea juisi. Na hiyo tunatumia juisi sana. Kwa sasa hivi sisi ni 4 kwa kuagiza pulp. Kama uji hivi. Maembe huko nje wameshalima, yanatengenezwa kidogo kama yamekuwekwa hivi, yanakuja tunakoroga sasa juisi hapa nchini.
Niona nipigia wakulima Kiwangwa, wanasema tumelima hatupati mahali pa kuuza mananasi. Sisi wote tunajua wakati wa kuvuna matunda tunaona yamerundikana barabarani. Lakini sehemu moja ya kutatua hilo ni kuwapanga wakulima pamoja. Kama mlivyosema, kwa naangalia sana tujaribu tuone tunakwendaje ili tutoe ile huduma inayotakiwa. Kama ni standardization, tushiriki kutengeneza standardization. Hatuwezi sisi tunatumia juice kwa kununua hiyo pulp kutoka nje wakati mkulima anahitaji zoea. Yaani hali duni ya mkulima hapo unaiona. Lakini sisi tuliokaa mjini na sehemu yetu tunakunywa juice, tunapeleka opportunity ya employment nje ya nchi kwa sababu sisi wenyewe hatujajipanga. Na siku zote nasema private sector, sisi wachumi tunasema it acts rationally. Inaangalia ni nini kinampa faida zaidi. Sasa naona rahisi kuagiza kutoka nje na kupata faida. Na hata ukiangalia kuna wale waliopitia mkononi mwenu wanatoka Dodoma wako wawili. Nataka niwaone. Sasa Dodoma nako hivyo hivyo. Mvinyo sana upo unauzwa madukani kila sehemu. Zabibu pale, kilimo kinasuasua kweli kweli. Kwa hiyo haya yote na siku zote tunasema hebu tujaribu kuangalia kikwazo ni nini. Nadhani modo ambayo tunakuja nayo inaweza kutusaidia sisi kupeleka huduma ya ugani kirahisi zaidi. Itatusaidia kuunganisha nguvu huduma za pembejeo, teknolojia iende vizuri. Mazao mengi hayo tunazungumza, soko sio tatizo. Kwa sababu kama nazungumzia kilimo cha maembe, soko tayari lipo. Kinachokosekana ni scale of production. Unazalisha kiasi cha kutosha mnunuzi kuja kununua. Ukiwa na shamba lako hekta 3 hapo unalima, ni vigumu sana mwenye kiwanda aje achukue hapa au kuchukua kwenda kuuza kule. Lazima kuwe na watu wengi kwa pamoja wanalima kitu kile kile, alafu kinaweza kikauzwa kikaenda. Ndio maana nilivyosikia, nilipopata mwaliko wenu, kwanza nilifurahi sana. Nikasoma na maelezo. Na nikasema hapa lazima nije. Na nilitarajia ni kutwa nzima. Mimi nilikuwa nataka nisikilize zaidi na zaidi na zaidi. Ili tuchukue hayo ambayo tayari nimeshafanyia kazi, twende tukaweke kwenye sera, twende tukaweke kwenye msukumo, twende tukaweke kwenye budget, tusonge mbele kuleta mageuzi ya kilimo hapa nchini. Nashukuru sana. Huko mnakwenda kuanza, ni muhimu sana pale mwanzoni. Tufanikiwe. Wengine watakuja. Maeneo mengi watakuja. Lakini natoa wito kwa halmashauri na wenyewe kuona hii fursa. Tulikuwa tunaongea wakati tunapata chai pale, matatizo ambayo wakati mwingine wawekezaji wanapata. Maeneo mengine mtu anataka kuanzisha kitu kama kizimba, anasema watu lazima watoke hapa tu. Unaweza kufanya hivyo ukakwamisha. Sisi tunachotaka watu waje wafanye vizuri, hata wapale wajifunze. Naamini unapochukua watu kuanzisha kizimba, utachukua watu kutoka nje ya eneo lile tu. Lazima uchukue watu wapale. Lakini kwa vigezo mtakavyotumia waweka pale. Tunahitaji kwanza halmashauri itoe support. Na leo hapa namuona mtu mmoja ametoka Chamwino. Kwa hiyo na huyu ni msomi mzuri sana. Ameanzia chini, sasa hivi kama kiongozi natarajia ataenda mbali sana. Karibu sana. Kwa hiyo tunataka kwa mfano tukija Chamwino, kama kuna eneo la kuanzisha, sema tunafanya zabibu, tulipange, tulianzishe, lakini lazima upate support ya halmashauri. Kwanza kupata eneo. Na huduma nyingine muhimu ambazo tunazo tukazihitaji, kama ni barabara, kama ni maji, tusaidiane wapate. Kwa hiyo natoa wito kwa halmashauri zote ambazo zina nafasi ya ardhi, hebu wajaribu tuone. Na wapongeza sana halmashauri ya Nzega, ya Liwale, ya Kibiti. Nadhani Mvomero sio? Mvomero kupitia kwa familia ya Komani. Kwa kuwezesha ardhi kupatikana. Nzega wametoa ardhi kubwa hekta 40,000. Ekari 40,000. Ekari 40,000 pale kizimba kikifanya kazi, mageuzi ni makubwa. Wakiamua kulima alizeti, pixel, tatizo la kupata raw material litakuwa limekwisha kabisa. Mimi nawaahidi tutasimama pamoja kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Natoa wito kwa mabenki yetu. Watusaidie kusogeza kilimo. Kweli kuwekeza kwenye kilimo changamoto. Na mzee Limo amezungumza vizuri. Ukiwa na kiwanja kako Dar es Salaam unataka kujenga, benki inaweza kukopesha. Uwe hata na ekari unataka kulima, ni kazi kukopeshwa. Lakini utaratibu huu unatoa fursa zaidi
ya kutoa mkopo, kwa sababu huwezi kudili na mtu mmoja mmoja, unadili na mfumo ambao unaunganisha wakulima kwa pamoja, ambao wamekubali kukaa pamoja. Na sisi serikali tutajitahidi kwa namna yote kuwasaidia. Sio inahitajika barabara, tutapiga ngoma barabara itengenezwe. Umeme tutafanya hivyo. Tunahitaji umwagiliaji, Wizara ya Kilimo ndio inahusika. Kuna mabenki yakija akiwekeza pale tutasonga mbele. Lakini vile vile natoa wito kwa wadau wengine wote wa maendeleo. Kwa sababu kama tulivyoelezwa hapa na mtaalamu, kuna gharama nyingine ambazo mabenki ni vigumu sana kuingia. Wameziita sunk cost. Zile gharama za mwanzo kabisa. Tusaidiane. Tuhakikishe kwamba tunatoboa. Wote wenye mapenzi mema tushikane mkono ili hili liweze kufanikiwa. Nimemsikia mtu wa Pixel alichosema tutafanyia kazi moja, sheria ya mikataba outgrowers contract nafanyia kazi tumalize. Bwana Shio, hatuna namna, kwa sababu kwanza nilipokuja kwenye kiwanda chenu nilifurahi sana kwamba nyie mnatoa contract afu mnatoa huduma ya ugani kwa wakulima wa alizeti, na tungependa tuone watu wengi wakifanya vile. Tatizo la wakulima wakati mwingine unalima afu soko hamna. Sasa hivi ukiingia mkataba na hawa wanakuletea huduma ya ugani, wanakuletea mbegu, alafu na uhakika siku ya kuvuna unaenda kuuza. Fursa kama hiyo tunataka tuisambaze kwa wakulima wetu wengi. Pamoja na kuzungumzia kizima, ndoto yetu ni kuhakikisha kwamba hata wale wakulima mmoja mmoja tunakwenda kwenye kuongeza tija. Na natoa mfano tu, mimi mara nyingi napita hii barabara kwenda Kondoa, kwenda Babati. Unaangalia pale ile ardhi unachoweza kulima karanga, unaweza kulima alizeti, lakini ukiangalia hiyo fursa haijatumika vizuri. Na huwezi kuwalaumu wale wakulima. Sisi tunatakiwa tujenge mazingira ambako kweli watalima na kutengeneza hela na kunyanyua ustawi wao. Kwa vile vile nawapongeza wote wawekezaji ambao wanaingia mkataba na wakulima. Tutakwenda na tuendelee na maeneo kama haya. Tutakaa na wakulima na sisi tutatoa resources za serikali, tuwaorganize hata kama wako kwenye kizimba, ili na wenyewe wanufaike na fursa ya kilimo. Kilimo kikiongezeka tija, tutaongeza viwanda. Na hiyo excess labor kwenye kilimo itaenda kwenye viwanda. Kwa hiyo baada ya kuwa na 2/3 of the labor force iko kwenye kilimo inazalisha 1/3, utajikuta less than 1/3 ya labor force inabaki kwenye kilimo na ita contribute hiyo 1/3, na maana contribution yake itakuwa ni kubwa, kwa hiyo tija kwa kweli itakuwa imeongezeka. Sasa nirudie tena kwa kupongeza sana wenzetu wa Subeko, napongeza sana SUA, napongeza sana SAGOT, napongeza sana wadau wote, nadhani AGRA wote ambao wameshiriki kufanikisha hili. Sisi Wizara ya Kilimo, serikali kwa ujumla, tunawaahidi tutasimama na nyie bega kwa bega kuhakikisha kwamba hili jaribio la mtizamo mpya linakuwa na mafanikio. Baada ya kusema haya, naomba tena niseme asanteni sana na mchana mwema.